Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji wetu. Kama nilivyokwisha kuahidi kwamba baada ya kuongea na washirika kadhaa juu ya ujenzi wetu wa kanisa hili, pia tutaomba kukutana na mchungaji wa kanisa hili ili atudadavulie na kutupa machache juu ya ujenzi wa kanisa hili. Na kwa muda huu sasa nipende nimuombe baba mchungaji ili afike kwa ajili ya kuelezea kwa ufupi sana juu ya ujenzi huu, pengine umeanza lini na wahusika ni akina nani, maana naona jengo ni kubwa kweli kweli. Karibu baba. Asante. Jengo letu tumeanza mkakati wa ujenzi mwaka 2022 katika vikao mbalimbali vya washirika, tukiwa tunajadiliana na kuleta maono haya na mipango hii. Lakini mwaka 2023 tulianza rasmi kwa kutafuta vibali na kutafuta mafundi na kwa ajili ya kuanza mradi huu wa ujenzi, na wahusika wanaohusika 2023 tukao tumeanza na tukao tumekubaliwa na kupata vibali vya kuendelea na ujenzi kama tunavyouona. Tukaanza kujenga msingi na kuchimba 2024 tukaendelea, lakini tunamshukuru Mungu pia tunaendelea mpaka hapa tulipofikia. Wahusika wanaohusika kulingana na swali ni waumini. Kwa hiyo washirika wetu tunapangiana changizo, tunafanya harambee, watu wanajitolea kama ambavyo mlikuwa mnaona wengine wanamwagilia maji hapa. Kwa hiyo shughuli hii inaenda, tunamshukuru Mungu kadri inavyoendelea. Asante baba mchungaji kwa maelezo mazuri. Ndugu mtazamaji, huyu ndio baba yetu mchungaji ambaye anachunga kanisa hili la FPCT hapa Kaliwa lililopo jirani na stendi mpya ya mabasi. Na nipende tu kufahamu machache. Kwa muonekano wa kanisa hili ni kubwa kweli kweli, sijajua ni la ghorofa au ni la kawaida, maana namna ilivyo limekaa kama shilingi 5 kwa wale ambao tumezaliwa zamani kidogo, zile shilingi 5 ndio mkao wa kanisa hili. Karibu babu, tueleze mjengo huu ni mjengo wa namna gani? Ni mjengo unaojulikana kama shilingi 5 au wanaoita Pentagon. Na mjengo huu kama ambavyo ulivyouliza swali, eneo hili ambalo jamvi tayari linaonekana limemwagwa litaenda juu, ni eneo la orofa moja, halafu huko kwingine kutabaki kawaida na kushuka chini. Kwa hiyo katika hiyo step nyingine, na jengo hili likikamilika linaweza likabeba waumini 4,500 kuendelea. Asante. Swali tu la uchokozi moja, kwa namna ambavyo jengo linaonekana ni la gharama kubwa kweli kweli, je, fedha hii inapatikana kwa washirika tu peke yake au kuna wadau wengine wafadhili kutoka nje ya Tanzania au ndani ya Tanzania lakini nje ya kanisa letu la FPCT Kaliwa? Fedha inayotegemewa kukamilisha jengo hili ni washirika, na hata harambee tunazotangaza tunatangaziana sisi washirika. Swala la utoaji kwa sasa ni watu wachache ambao wanajitoa hasa nje ya imani, na wako watu wengine ambao wana moyo wanapoona kazi kama hizi. Kama atatokea mfadhili kesho sawa, lakini mawazo yetu ni sisi wenyewe tuliopo hapa kanisani Kaliua, washirika wa hapa tumeamua na tumekubaliana kila mmoja kwa nafasi yake kufanya kwa bidii. Kwa hiyo kila mwaka kila mshirika ana bajeti yake, anakuwa na bajeti pia ya jengo hili. Unafanya bajeti yako, lakini pia unakuwa na bajeti kwa ajili ya jengo hili. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ushirikiano na moyo wa upendo, na kwa kweli kila wiki tunafanya kitu kwa ajili ya jengo hili ili kazi iweze kwenda. Asante sana. Kwa kweli tuna kila sababu ya kuwapongeza sana kanisa la FPCT Kaliua kwa kupata mchungaji mwenye maono mazuri kama haya. Inawezekana kanisa hili likawa la kwanza kwa mkoa wa Tabora. Pengine kwa makanisa ya FPCT sijawahi kushuhudia kanisa kubwa la namna hii. Je, haya maono wewe umeyapataje au ni Mungu mwenyewe kakufunulia? Karibu. Asante kwa ajili ya maono haya. Maono yanategemeana na mchungaji aliyebeba maono na mtazamo. Ninatamani kuwa na kanisa kubwa la watu wengi katika mkoa huu wa Tabora. Kwa hiyo tunapokuwa na mtazamo mkubwa wa watu wengi, jengo letu lililoko nyuma ambalo lilijengwa na wazee wetu tayari lilishajaa. Sasa tukaona hatuwezi kuwa tunakuwa na ibada mbili. Tumefanya ibada tunakuwa nazo na ibada mbili, lakini tunaona kama waumini wanafika mahali wanatamani ule muunganiko wa pamoja na kuwa na ibada zile za pamoja. Kwa tuliporudisha ibada za pamoja, tuna baadhi ya washirika tumewapoteza kwa sababu
wanafika mahali mtu ikifika saa 3 anajua nikifika kanisani sitakuta kiti cha kukalia au nafasi ya kukaa. Kwa hiyo mtazamo wangu ninatamani kuwa na kanisa kubwa zaidi, maelfu. Kwa hiyo hata hili jengo, hata kama tunaanza na waumini 4,500, bado mawazo yangu ni kwamba natamani kuwa na washirika zaidi ya 5,000, 10,000 kuendelea, tunaabudu nao kwenye ibada moja. Kwa hiyo ni maono, namshukuru Mungu alionipa, na nikaendelea kuyaombea na kuwashirikisha viongozi ambao Mungu ametupa kwenye kanisa letu la FPCT ule umoja. Na kanisa lolote linapokuwa na umoja na mshikamano wa pamoja, lazima mambo hayo yatokee. Mungu, palipo na umoja, Mungu huwa mara nyingi anaachilia baraka zake. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, pia viongozi wa kanisa na pamoja na mimi tunashirikiana na washirika kwa pamoja. Kila mmoja ukimtazama ndani ya kanisa anawiwa kuliona jengo hili kwanza lingelimalizika kesho. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuzungumza kwenye vyombo hivi tunavyozungumza, wale watakao tutazama pia, kama kuna mtu yeyote atakayejisikia kuguswa kwa namna moja au nyingine kushirikiana pamoja na sisi, tunamkaribisha kushirikiana pamoja na sisi katika kujenga nyumba hii ya Mungu ambayo sio ya mtu, ni nyumba ya Mungu, na watu watakaoabudu hapa, inawezekana leo tunaabudu sisi tupo, kesho hatutakuwepo. Bwana anaweza kutaka tukaenda maeneo mengine, lakini pia bado watu wengine wakaja kutoka maeneo mengine kuja kuabudu mahali hapa, ila tutakuwa tumeiacha alama katika mji wetu wa Kaliua kwa namna ya pekee. Asante sana ndugu baba mchungaji kwa ushirikiano wako, lakini pia niombe tu kwa kifupi sana utueleze kwa namna jengo linavyoonekana ni kubwa, na tulitazamia labda tutakuta labda washirika ni wengi sana, pengine 1,000, 2,000, maana gharama zinaonekana ni kubwa. Je, washirika ulio nao wanawezaje kumudu hizi gharama, au ni wengi kupita kiasi kwamba mpaka unajenga jengo kubwa la namna hii? Washirika waliopo ni kiasi, tunamshukuru Mungu, tunaendelea, na pia sio wachache kuweza kumudu kazi. Jambo la kwanza juu ya habari ya utoaji, sio wingi. Maandiko yanasema Mungu haokoi kwa wingi wala kwa uchache, ila katika hali ya utayari. Jambo lolote lile mnaweza mkaanzisha wachache, lakini ile nia yenu ndiyo huwa inaleta matokeo. Mungu anapoangalia nia yenu, basi hapo ndipo anapoona kwamba kwa kweli watu hawa wamenuia. Hata wakati ule wa ujenzi wa mnara, maandiko yanasema watu hawa lugha yao ni moja, nia yao ni moja, na haya ndio wanakusudia kuyafanya, hakuna atakayewazuilia. Kwa hiyo ule wingi wa watu sio jambo la kujivunia, wala uchache wa watu sio jambo la kujivunia, bali ile nia ambayo iko ndani ya pamoja na tumenuiwa pamoja, hiyo inaweza ikaleta matokeo makubwa sana kwa mara moja. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba hiyo nia ndio ipo katika kanisa ambayo tunaweza kuisema, na lugha yetu tunaisema ni moja. Tukisema jamani, tutakuja na kila mmoja na chochote kwa ajili ya kujenga, kila mmoja atatoka kwa ajili ya chochote. Na tukisema jamani, tuna harambee, tunahitaji fedha hii, watu watanuia na watafanya. Kwa hiyo hiyo inatupelekea kuonesha kwamba tuna nia moja na tuna malengo ya aina moja na kusudio moja kama kanisa na waumini. Kwa hiyo hiyo inatusaidia sana kuendelea. Kwa hiyo nafikiri nimejibu swali lako kulingana na ulivyouliza. Asante sana kwa ushiriki wako. Ndugu mtazamaji unayetuangalia, tulikuwa hapa kanisa la FPCT ambao ndio tunasali sisi, na unayetufuatilia kwenye vyombo vyetu vya habari kupitia channel yetu ya YouTube. Hili ndio jengo letu, na baba mchungaji umemsikia na washirika pia uliwasikia. Nikushukuru sana wewe ambao unaendelea kututazama na utatufuatilia, na kila hatua sasa tutaendelea kukuletea. Na wewe ambao umeguswa kama baba mchungaji alivyosema, kama unaguswa kufanya chochote, kutoa sadaka yako kwa ajili ya ujenzi, unakaribishwa. Pia tutatuma akaunti yetu ya benki, lakini pia mawasiliano ya baba mchungaji tutayaweka hewani, ili kwa wewe pengine unaweza ukaona ukawasiliana na baba mchungaji, pengine ukatuma chochote, ukatuma sadaka yako, basi unakaribishwa. Vyote hivyo tutavifanya kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mungu akubariki sana. Karibu sana FPCT Kaliua. Amen.